Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani, tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayohusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Kennedy Wandera. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kila Ijumaa tunakuwa na makala maalum. Hili ni jukwaa la waandishi. Tunaangazia na kujadili matukio mbalimbali na muhimu sana yanayohusu bara la Afrika. Leo tunazungumzia makubaliano ya amani yaliyosainiwa Jumamosi mjini Doha, Qatar, kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi la M23. Tunachunguza umuhimu wa makubaliano haya, changamoto zake na mustakabali wa amani katika eneo la mashariki mwa Kongo. Je, hiki ndicho kizingiti cha mwisho kinachoondolewa kuhakikisha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amani na utulivu na ustahili? Lakini pia, je, mbona mazungumzo ya kuleta amani yanaharakatiwa nje ya bara la Afrika? Kwanza tupate muhtasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Viongozi kutoka mataifa 20 yenye utajiri mkubwa duniani G20 wanakutana weekend hii Afrika Kusini bila uwepo wa Marekani baada ya dola hiyo kuhususia. Rais Donald Trump alifuta ziara yake na maafisa wa serikali yake, akilalamikia Afrika Kusini kwa kuwabagua raia wa kizungu. Hata hivyo, Afrika Kusini imekanusha tuhuma hizo na kusisitiza raia wengi wanaoathirika na visa vya ubaguzi ni Waafrika weusi. Afrika Kusini inasema kongamano la sasa litaendelea na kuafikiana kwa pamoja. Rais Cyril Ramaphosa amesema Afrika inawasilisha ujumbe wa kuweka maslahi ya mataifa maskini, ikiwemo athari za mabadiliko ya tabia nchi, gharama ya nishati ya mvuke na maji, na mzigo mkubwa wa madeni yanayodaiwa nchi maskini. Rais wa China Xi Jinping hatashiriki kongamano la G20 baada ya afisi yake kutangaza kupunguza bajeti ya safari za nje za kiongozi wa nchi hiyo. Hii inaweka viongozi wa dola kubwa na tajiri zaidi duniani kukosa kikao cha mwaka huu. Kongamano la G20 washirikisha mataifa 19 ambayo ni tajiri zaidi duniani. Muungano wa Afrika na Muungano wa Ulaya hushirikishwa kama wanachama. Kikao hiki kilianzishwa kujadili changamoto zinazokabili mataifa na ustawi na yale maskini. Viongozi wa Umoja wa Mataifa, Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani walikuwa kama wageni kwenye G20. Huko haya yakiarifiwa, makundi ya kutetea haki za wanawake Afrika Kusini yameandaa maandamano makubwa kote nchini humo kulalamikia udhalilishaji wa jinsia. Vita vya kijinsia Afrika Kusini vimeendelea kuongezeka kila uchao, na makundi ya binadamu yanaonya huenda ukatili huu ukawekwa kama suala la kawaida bila sheria kutekelezwa. Maandamano ya sasa yanafanyika mkesha kongamano la mataifa tajiri duniani G20, na wanawake Afrika Kusini wanasisitiza sauti yao kusikilizwa na kikao kuweka maanani usalama wa wanawake na wasichana. Taarifa za Umoja wa Mataifa zinasema Afrika Kusini ndilo taifa linaloongoza barani Afrika kwa dhulma za jinsia, ambapo wanawake wanauawa ni mara 5 ikilinganishwa na maeneo mengine duniani. Mwaka huu zaidi ya wanawake 100 waliuawa na wapenzi au watu wanaowafahamu Afrika Kusini, na wengine zaidi ya 1000 wakabakwa. Makundi ya kutetea haki za wanawake katika mataifa ya Kenya, Namibia na Eswatini yameungana na kampeni ya wenzao wa Afrika Kusini na kuwarai viongozi na wajumbe katika kongamano la G20 kulijadili suala la dhulma ya jinsia Afrika Kusini na bara nzima la Afrika. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mapema wiki hii alitangaza kwamba taifa lake limeweka ukatili wa jinsia kama janga la kitaifa. Mahakama ya Nigeria imemhukumu kiongozi mwanamapinduzi Nnamdi Kanu kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana na hatia ya ugaidi. Kanu alianzisha vuguvugu la jamii asilia Biafra ambalo limelaumiwa kwa kutekeleza mauaji na visa vya kigaidi kusini mashariki mwa nchi.
Vuguvugu la Indigenous People of Biafra IPOB linaendeleza kampeni ya eneo la Biafra kujitenga na Nigeria. KANU alishtakiwa kwamba aliwalazimisha wakazi wa eneo hilo kufanya migomo ya kususia kazi kila Jumatatu ya wiki. Aidha, waendesha mashtaka walilaumu mwanapinduzi huyo kwa kuunda mabomu ili kulenga taasisi za serikali. Akitoa hukumu hiyo dhidi ya Nnamdi Kanu, Jaji James Omotosho alisema hatua yoyote ya kushinikiza eneo kujitenga lazima ifanyike chini ya katiba ya nchi, na kwamba IPOB imefanya kampeni yake kinyume cha sheria kwa kutumia mbinu dhalimu kutetea ukombozi wa Biafra. Harakati za kutetea uhuru wa Biafra zilianza miaka ya 60 na 70. Kampeni ya kijeshi na wapiganaji wa Kibiafra zimesababisha mauaji ya raia milioni 3 na mamilioni ya wengine wamekuwa wakimbizi wa ndani. Kiungo wa timu ya taifa ya Morocco ya soka Desert Lions, Achraf Hakimi, ndiye mwanasoka bora zaidi barani Afrika. Hakimi alipokea tuzo ya mwanasoka bora katika dhifa iliyofanyika mjini Rabat, Morocco. Nyota huyo anayechezea klabu ya Paris Saint-Germain PSG ya Ufaransa aliwapiku wenzake Mohamed Salah kutoka Misri na mshambuliaji wa Super Eagles ya Nigeria Victor Osimhen. Wakati huo huo, kinara wa timu ya wanawake Morocco Ghislaine Chebak alipata tuzo ya dada mwanasoka bora Afrika. Chebak aliwashinda Rashidatu wa Nigeria na Sanaa Masudi ambaye walikuwa washindani wake wa karibu. Washindi wa tuzo ya mwanasoka bora Afrika waamuliwa kupitia kura za kamati ya kiufundi ya shirikisho la soka Afrika CAF, wanasoka wa Afrika, makocha na waandishi wa habari za michezo barani. Jumamosi, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 walisaini makubaliano ya amani mjini Doha, Qatar, kwa lengo la kumaliza mapigano ya muda mrefu mashariki mwa nchi hiyo. Makubaliano haya yaliyosaidiwa na Qatar na Marekani yanatoa mwongozo wa kusitisha mapigano na kuboresha hali ya kibinadamu. Mpango huo una itifaki 8 za utekelezaji. Tayari 2 zimesainiwa, ikiwa ni ufuatiliaji wa usitishaji mapigano na ubadilishanaji wa wafungwa. Itifaki nyingine zitakamilishwa hivi karibuni, zikiwemo mipango ya kurudisha wakimbizi, kuruhusu misaada ya kibinadamu, kuimarisha mamlaka ya serikali, kufanya mageuzi ya kiuchumi, kuwaunganisha wapiganaji katika jamii na serikali, na kushughulikia makundi ya kigeni. Pande zote zimekubaliana kuunda kamati huru kusimamia mchakato wa amani na kutoa mapendekezo ya fidia kwa mujibu wa katiba. Hata hivyo, changamoto bado zipo. Ufuatiliaji wa usitishaji mapigano na swala la wafungwa unasuasua. Kinshasa inasisitiza Rwanda iondoe majeshi yake, lakini Kigali inasema hilo litatokea tu baada ya kundi la FDLR kuvunjwa. Wataalamu wanaonya kuwa mizizi ya mgogoro na kutoaminiana kati ya pande zinazopigana bado havijatatuliwa, na makundi mengine yenye silaha mashariki mwa Kongo yanaendelea kuwa tishio. Tunachunguza umuhimu wa makubaliano haya, changamoto zake na mustakabali wa amani katika eneo la mashariki mwa Kongo. Je, hiki ndicho kizingiti cha mwisho kinachoondolewa kuhakikisha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amani na utulivu na ustahili? Lakini pia, je, mbona mazungumzo ya kuleta amani yanaharakatiwa nje ya bara la Afrika? Mbele ya meza majadiliano naungana na waandishi wenzangu Mbelechi Msoshi akiwa Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu sana Mbelechi Msoshi. Asante Ken. Na pia tunaungana na Silvanus Karemera akiwa Kigali nchini Rwanda. Karibu sana Karemera. Na pia tunaungana na mwenzetu Ramadhan Kibuga akiwa pale Bujumbura nchini Burundi. Asante sana Ken. Kabla ni walete waandishi wetu kwenye meza majadiliano, hebu tusikilize kauli za raia wa Kongo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kusainiwa kwa makubaliano haya ilivyotayarishwa na mwenzetu Mbelechi Msoshi. Kwa mtazamo wangu kibinafsi, naona kama hii mikataba ambayo wamesaini huko Doha haitaleta mafanikio. Sababu gani? Sababu ya kwanza kivyangu ni kuona ya kwamba katika mikataba hiyo wazalendo hawakuhusishwa. Mikataba ya huko ya Angola, mikataba ya huko Washington, Etats-Unis d'Amerique, hii mikataba ya Doha kwa ile principe kwanza, na hii ya pili, vraiment wazalendo hawakuhusishwa. Na gisi wazalendo hawakuhusishwa, mimi sione kabisa kama hii mikataba ambayo imesainiwa italeta matunda mazuri. Inabidi wazalendo nao wahusishwe, sababu nao wiko nafia hii nchi.
Neno la pili litatuma mimi nasema kama hii mikataba italeta mafanikio ni kuona ya kwamba maataki zinaendelea. Hawa M23, AFC M23 inaendelea kupiganisha vita, inaendelea kufanya vita huku na kule. Ukiangalia kusidi Kivu, huku muho plateau ya territoire ya Uvira na Mwenga, hata na Fizi, wanaendelea kusonga mbele. Katika kijiji cha Tuwe wanapigana huko kila mara, Bilalo Mbili wanapigana huko kila mara, Kitasha wanapigana huko kila mara. Donc wanaendelea tu na mapambano yao, kwenda wanaatake kwenye FARDC iko, kwenye wazalendo wiko, na wanajua kama kuko deja mikataba ambayo hao wamesinya. Tunaona kama hii mikataba haitazaa mtoto kabisa, sababu tunaona kama wandugu zetu hawayapenda amani. Kwa maoni yangu hautaleta matunda yote, kutokana kwamba haujumuishi wakongomani wote, unajumuisha tu pande husika na vita na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini ule ambao unaweza kuleta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni meza mazungumzo tu ambayo itaweza kutanisha pande zote, mashirika ya kiraia, vyama vya kisiasa, upinzani na mrengo ulioko madarakani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Suluhu haiwezi ikapatikana kwa jirani ikiwa mwenyewe una shida zako nyumbani. Mkataba wenyewe ni wa kweli na ni wa lazima sana, na sawa vile sisi wananchi vile rais alisema kama waondoke le Rwanda quitte le Congo, c'est tant mieux pour nous. Ile ndio sisi tunapenda mkataba ukuwe wa mafanikio ya wananchi. Wale waasi wa kutoka nchi waende kwa watoke Mkongo warudi kwa Rwanda. Hao ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbelechi Msoshi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haya makubaliano yamepokelewaje hapo mashariki mwa Kongo kwa sasa? Je, wanafikiri hiki ni kiwango cha usuluhishi kinachoridhisha kwa sasa? Ken, ukumbuke kwanza si makubaliano ya kwanza kati ya wapiganaji wa M23 na Kinshasa. Wamefanya makubaliano mbalimbali. Kumbuka kwanza muda wa kubadilishiana wafungwa umeshapita, na ilikuwa makubaliano ya kwanza kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23, viongozi wa waasi wa M23. Kumbuka kwanza kuna wafungwa wanajeshi ambao walikuwa katika mikono ya wanamgambo wa waasi au wapiganaji M23 ambao walirudishwa mpaka Kinshasa, lakini hadi sasa Kinshasa bado haijafungua wanamemba wa M23 ambao wako hapa Kinshasa katika gereza kuu ya kijeshi ya Ndolo. Yaani ni vigumu kusema ya kwamba mkataba au makubaliano hapo awali itatatua suluhisho hapa kati ya serikali na waasi wa M23, kwa sababu kuna wale ambao hawaheshimu yale waliokubaliana huku kwe Ufaransa ikue huku Doha. Nakumbuka kwanza baada tu huu mkutano haya makubaliano ya hapo awali ya Doha, kesho yake wazalendo ni kundi ya wapiganaji ambao wanaunga jeshi mkono, walipigana tena na wapiganaji wa M23. Yaani ni vigumu kusema ya kwamba haya makubaliano yataleta amani, kwa sababu si makubaliano ya kwanza, na kila pande hakuna ambaye ameaminia mwenzake, na hiyo ndio tatizo ya makubaliano haya kati ya serikali na wapiganaji M23 au AFC M23 ambayo yamedhibiti Goma na Bukavu huko mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Asante sana Mbelechi, lakini je, unahisi kurejea kwa wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi kunaweza kuwa rahisi, au kuna hatari za kiusalama zinazoweza kucheleweshwa hatua hii? Kusema kama kuna hatari ya usalama, kwa sababu nia kwanza ya wale ya wakimbizi, watu ambao waliacha makazi yao, ni kurudi katika makazi yao, kwa sababu kumbuka hadi sasa tangu uwanja wa ndege wa Goma ulihanguka katika mikononi ya kundi la M23, hakuna misaada wanaopata, na suluhisho ya kumaliza tatizo zao ni kurudia katika miji yao ili warudilie kilimo, na hiyo ni tatizo pia. Na ikiwa kweli watarudi, swali ni kwamba kwa sababu wakati ya vita kuna wale ambao wamebaki na silaha mikononi, na hofu ni kwamba
wanaweza kuanza kupora raia wakati wanarudi. Ni changamoto tu kubwa, lakini nia kabisa ya raia ambao alikimbia ni kurudi, kwa sababu mtu amejisikia huru wakati hiko katika kijiji chake, ameona ngombe zake, ameona shamba lake hapo. Hiyo ndio nia kabisa ya raia, lakini kwa sasa ni vigumu kwa sababu kuna silaha kwanza ambazo zimehenea katika maeneo mbalimbali, na kuna hofu wale ambao wamejikuta wana silaha mikononi kuanza tena kusababisha ukosefu wa usalama, ingawa au kama kundi la M23 na serikali watakubaliana na kuleta amani eneo la mashariki mwa DRC. Asante sana Mbeleshi Msoshi. Karemera anavyosema Mbeleshi ni kwamba bado kuna hofu, na hofu hiyo inatanda hata baada ya kuwapo na muafaka huo, makubaliano kati ya serikali na M23. Lakini nafikiri umekuwa ukiangazia taarifa hizi za kusaini mikataba, watu kuja kwenye meza kuzungumza. Ufuatiliaji wa usitishaji mapigano unavyojua ni hatua muhimu. Ni changamoto gani ambayo unahisi kwamba huenda zikajitokeza katika utekelezaji wake, wakati sasa Mbeleshi anatueleza kwamba bado kuna hofu? Asante Ken, nadhani hofu itaendelea kuwepo kwa sababu huu ni mkataba ambao umesainiwa kwa shinikizo la Qatar pamoja na Marekani, na ni sababu mbili tu nchi hizo kuwepo pale, kwa sababu Qatar ina uwekezaji mkubwa sana pale mashariki, tuseme nchi nzima ya demokrasia ya Kongo ina uwekezaji mkubwa, mabilioni ya fedha, lakini pia ina uwekezaji mkubwa hapa Rwanda, na Marekani kama tunavyojua ni kiranja mkuu katika dunia. Kwa hivyo Marekani inatetea ule msuli wake kwamba ni kiongozi wa dunia, ile hadhi yake, lakini pia Qatar inatetea maslahi yake katika eneo hili la maziwa makuu. Hilo ni moja. Lakini tukumbuke kwamba tokea mwaka 2022 mwezi wa 4 waliposhambulia eneo la Bunagana, waasi hawa wamekuwa kiomba mazungumzo na serikali ya Kinshasa, na siku zote Kinshasa imekataa kuzungumza nao. Na unakumbuka kipindi kile jeshi la nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki likituma pale kwa uongozi wa Kenya. Baada ya kufika pale, Rais Tshisekedi akasema kwamba sasa hili jeshi alipigana na waasi wao. Sasa wakasema kwamba mkataba wa kwenda pale si wa kupigana. Baadaye ndio kikafukuza akaja SADC naye akashindwa. Katika mchakato huo wote hao waasi walikuwa wanaomba mazungumzo kati yake na serikali ya Kinshasa, lakini ikashindikana. Bado tukaona EU inaingilia chini ya uongozi wa Rais Joao Lourenço wa Angola. Bado ikashindikana, ndo akaingilia Faure Nyasimbe kutoka kule Togo, ambaye sasa anaendelea kusaidia na Marekani pamoja na Qatar. Sasa mkataba kama huu sana sana ukija kuangalia unajikita katika maslahi ya kiuchumi, kwa sababu Marekani na Qatar wao wanatazama sana swala la kiuchumi, na swala la usalama wa wananchi kwa maoni yangu ni kama linakuja nafasi ya pili. Hilo ni moja. Lakini pia ukiangalia sasa kwenye mzizi wa tatizo lenyewe pale, wanasema ni uwanja wa mapigano. Jeshi la Kongo linapambana na waasi wa M23, na tokea wakati huo kama nilivyosema toka mwaka 2022 tumeona waasi wanazidi kuzoa maeneo, na mwezi wa kwanza kama ulivyojua walichukua mji muhimu wa Goma ambao ni mji mkuu wa Kivu ya Kaskazini. Mwezi wa pili wakachukua Bukavu. Sasa hivi wananyemelea maeneo mengi tu upande wa kusini kabisa kule chini. Sasa hata juzi walikuwa wameingia kwenye mkoa mwingine unaitwa Shabunda katika maeneo mbalimbali, kwa sababu ile ni nchi kubwa. Mbelesha atakuwa shahidi wangu. Sasa wananchi wataendelea kutesa kwa sababu juhudi zinazochukuliwa kule kwenye meza ya mazungumzo haziakisi kile kinachotokea kwenye uwanja wa mapambano. Wanasema on the ground hakiakisi. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza sasa hivi watu wanakimbia, mapigano yanaendelea. Na kama alivyogusia Mbeleshi ni kwamba kitu kikubwa ambacho ni kizingiti cha tatizo ni kwamba kuna hili kundi la wazalendo. Bado hawa vijana tumeona wanasema kwamba wenyewe hayahusu. Sasa katika hali kama hiyo ambako jeshi halina uwezo wa kuweza kukabili makundi haya ya kwanza ya wazalendo ambao ni sehemu ya jeshi kwa mujibu wa serikali ya Kinshasa, unaona kwamba kutoelewana huko pia kunasababisha mwanya wa kuweza kusababisha kundi hili la M23 kuweza kutoa maeneo makubwa.
unaona pale kwenye meza ya mazungumzo huko Doha yanaendelea vizuri tu, wanasiasa wanapiga gumzo pale, wanatoa matangazo, wanazungumza, Kinshasa inazungumza, Goma inazungumza, Nangaa inazungumza, lakini pale sasa kwenye mawanja mapigano mwananchi anazidi kuumia. Kwa hivyo ukiniambia mkataba, mimi kwa upande wangu kama mfuatiliaji na mwandishi wa habari naona kwamba kwa kweli mafanikio bado yako mbali sana. Sioni kwamba utakuja kufanikiwa kwa hivi karibuni. Inawezekana kweli, lakini si leo kwa kweli. Si leo kwa kweli. Asante sana Karemera. Nirudi kwako Ramadhan Kibuga. Wewe umekuwa hapo Burundi, lakini umekuwa ukitupia jicho yanayotukia hapo DRC na vuta ni kuvute kati ya Rwanda na DRC. Mvutano kati ya Kinshasa na Kigali kuhusu FDLR, majeshi ya Rwanda, unahisi utaathiri vipi utekelezaji wa makubaliano kama haya? Kwa sababu kila mtu anahisi kwamba hii ndio nafasi muhimu sana ambayo inaweza kutuletea mwanga wa kupata suluhu ya matatizo haya. Lakini tukiona mazungumzo kati ya serikali na M23 huku Kinshasa na Kigali bado wanaona kwamba lazima tutafute suluhu ya FDLR. Wewe unahisi hili linaweza kuathiri vipi utekelezaji wa makubaliano kama haya? Asante sana Ken. Kama walivyotangulia kusema wenzangu hapo Mbelechi pamoja na Silvanus, ni kweli ni mzozo ambao kidogo ni mgumu kidogo, kwa sababu una maslahi mengi kama walivyosema, una maslahi ya mataifa makubwa duniani, una watu ambao wanataka kutengeneza biashara pale ambao pengine wanaona kwamba ustawi wa nchi ya Kongo utavuruga, lakini vile vile kumekuwa na mataifa jirani ambayo vile vile imekuwa ni chanzo cha mgogoro huu, na haya yataendelea kwa sababu kuna yale maslahi mfano ya kisiasa na ya kiusalama katika nchi jirani, lakini vile vile kuna maslahi ya kibiashara. Kwa hiyo hayo yatakuwa yanaendelea. Kumekuwa na yale madai kila mara kwamba Kongo inawaweka waasi wa FDLR, maana yake Rwanda ndio inasema hayo, na kwamba haitakubali kwamba Kongo iwe ni uwanja wa waasi hao wa Kihutu ambao wanaishambulia Rwanda. Lakini vile vile upande hata wa hapa Burundi, ni serikali ya Burundi inasema kwamba haitokubali hata kidogo kuona kwamba pale Kongo kuna waasi wa Red Tabara ambao wanaweza wakaihujumu Burundi wakati huo. Lakini ukiacha kwamba Rwanda na Burundi kila mmoja anajaribu kuona kwamba anatetea maslahi yake pale hasa ya kiusalama, kuna dalili za wazi kwamba kuna nafasi ya kutafuta niseme utajiri wa Kongo. Hili nadhani kwamba liko wazi. Hizi nchi zote ambazo zinaizunguka Kongo, nchi jirani, lakini vile vile mataifa yale makubwa, wote kitu ambacho kinawaletea shida sana ni kwamba wanatafuta utajiri wa Kongo. Kongo imekuwa inapata shida kutokana na utajiri wake ambayo inaumiliki. Kwa hiyo ni kwamba inapata shida kwa dhulma mbalimbali kwa sababu ya kile ambacho inakimiliki. Na hii haitoweza kuepukika kwa muda wote ambapo dola ya Kongo itakuwa iko dhaifu, itakuwa ni serikali dhaifu, itakuwa ni taifa dhaifu. Wataendelea wanahujumiwa hivi kwa sababu kila mtu ana tamaa ya kuona kwamba anaichukua mali ya Kongo. Na Kongo iko dhaifu kuweza kulinda nchi yake, lakini vile vile ndani ya Kongo kuna mgawanyiko mkubwa, na hii imekuwa ni shida. Leo Tshisekedi hana nguvu ya kutosha kuona kwamba anaweza akadhibiti nchi ya Kongo. Ameshapokonywa sehemu kubwa ya ardhi yake. Kumekuwa na Burundi ambao wamepeleka majeshi, ndio taifa ambalo lina majeshi mengi sana pale Kongo. Kumekuwa na Uganda upande wa juu kule maeneo ya Ituri, Beni, ambao wamepeleka majeshi. Kwa hiyo Kongo imekuwa inavamiwa. Ni kweli kuna hivi visingizio vya kiusalama, lakini vile vile tukubaliane kwamba watu wanatafuta utajiri wa Kongo, lakini Kongo binafsi ni dhaifu. Kuna hao watu wa magharibi, kuna hizi nchi za Kiarabu ikiwemo Qatar, wote ukitazama malengo yao makubwa ni malengo ya kibiashara, ni malengo ya kutafuta madini pale. Kwa hiyo wanacheza sana hii karata ya vita. Pale ambapo wanahisi kwamba vita inawanufaisha, wanaleta vita. Pale ambapo wanahisi kwamba tufanye ujanja wewe usitoje mapigano, wanafanya hayo. Bado kuna vitisho vingi sana. Lazima Kongo iwe taifa kubwa, lazima Kongo iwe taifa imara, lazima Kongo ndani waelewane, alafu wao wote wamtafute adui. Lakini kwa muda wote kuna mpasuko pale ndani. Kwa muda wote watu wataona kama mali ya Kongo ni kivutio, kutakuwa na mtihani mkubwa sana. Lakini kwa leo nadhani kwamba ni makubaliano mengine ya ziada ambayo yanajitokeza, lakini bado na wasiwasi mkubwa kuhusu utekelezwaji wake na nchi ya Kongo kupata amani kamilifu. Asante sana Ramadhan Kibuga ukiwa hapo Bujumbura.
Ikiwa unajiunga nasi wakati huu, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa wa kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Na wenzangu hapa tunachunguza umuhimu wa makubaliano ya amani yaliyosainiwa Jumamosi mjini Doha, Qatar, kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi la M23. Tunatathmini changamoto zake na mustakabali wa amani katika eneo la mashariki mwa Kongo. Je, hiki ndicho kizingiti cha mwisho kinachoondolewa kuhakikishia raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amani na utulivu unaostahili? Lakini pia je, mazungumzo ya kuleta amani mbona yanaharakatiwa nje ya bara la Afrika? Jiunge na uchangie kwenye jukwaa hili kwa kutuma maoni yako kwa kurasa zetu ambazo zinapeperusha majadiliano haya mbashara: Facebook, YouTube, pia tutafute TikTok na X. Kuwa huru kabisa kuchangia. Mimi ni Kennedy Wandera. Sasa tunaingia katika sehemu ya pili na ya mwisho. Nirudi kwako Mbelechi. Kuna makundi mengine yenye silaha ambayo hayakuhusishwa kwenye makubaliano na hayakuwa sehemu ya mazungumzo haya. Je, unahisi kwamba kuna hatari kwa makundi mengine yenye silaha mashariki mwa Kongo yanaweza kuzuia au hata kuchelewesha juhudi za kupata amani nchini humo? Ken, kumbuka ya kwanza washirika tu wenyewe wa jeshi la taifa wazalendo wameendelea kulalamika ya kwamba makubaliano ya huku Doha haiwahusiki, hani hawajali, kwa sababu wamesema ya kwamba jukumu lao ni la kulinda Kongo na lazima wadhibiti upya maeneo yote ambayo yamekuwa chini ya udhibiti ya wapiganaji wa M23. Yaani hiyo pia ni shida, kwa sababu shida ni kwamba makundi ambayo yalikuwa yanapiganisha serikali yamekuwa nyuma ya jeshi la taifa, wamepigana pamoja dhidi ya M23. Na hiyo ikiwa kweli serikali au jeshi la taifa, jeshi rasmi la taifa litakuwa linakubali usitishaji wa vita, lakini wazalendo hao wataendelea kupigana, hiyo pia ni shida. Sasa nirejee kwako Silvanus Karemera kwa kauli yako ya mwisho kabisa. Naona muda umeoma kweli kweli. Kwa ujumla, unaona mustakabali wa amani ukoje nchini DRC? Kuna matumaini au bado safari ni ndefu ya kufikia mwafaka unaostahili? Asante Ken. Nadhani katika hali kama hii ambapo serikali haijatengamaa na kuweza kujizatiti kuhakikisha kwamba inapambana kuhakikisha kwamba usalama upo miongoni, si katika mipaka lakini pia hata ndani, kwa kweli itakuwa ni shida. Nadhani mimi suluhisho la kwanza kabisa kabla ya kupata misaada kutoka nje, na bado ni mapema, sisemi kwamba wamechelewa, serikali ya Kinshasa ijipange tena, ione imekosea wapi. Hata Macron alizungumza kipindi kile yuko Kinshasa mbele ya rais kabisa, mbele ya kamera kabisa, mpaka hata wakataka hata kugombana pale, akimwambia Tshisekedi kwamba umeshindwa kuipanga nchi yako tokea miaka 30 iliyopita, unajaribu kusingizia nchi za kigeni. Sasa katika hali kama hiyo mpaka mkuu wa nchi anaambiwa hivyo, nadhani kwa kweli maji yanakuwa yamefika shingoni. Kwa hivyo mimi naweza nikamalizia kwa kusema kwamba serikali ya Kinshasa ndio ina jukumu la mwanzo kabisa kuweza kutatua tatizo hilo, na pengine mataifa mengine yatakuja kusaidia, lakini suluhu nitakiwa labda kutoka kule Kinshasa kabisa, ndani ya serikali ya Kinshasa. Asante sana Silvanus Karemera. Kibuga, kuna sili swala la Umoja wa Afrika kuhusika kabisa katika kuleta mwafaka, lakini wale wanaokosoa Umoja wa Afrika wanasema kwamba imejiachilia na ikaachilia nafasi hiyo kuchukuliwa na watu wa nje au makundi ya nje. Kwa maoni yako kwa sekunde 30 tunapokamilisha haya, unahisi ni kwa nini bara la Afrika lisikii sauti ya Afrika, Umoja wa Afrika? Mbona matatizo ya Afrika yanasuluhishwa nje ya mipaka ya Afrika? Ni masikitiko makubwa, na mzozo wa pale mashariki mwa Kongo ni dalili tosha ya kufeli kwa mataifa ya Afrika au muungano wa Afrika kuweza kutafuta suluhu. Kumbuka kwamba pale palikuwa jeshi la Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, ambapo unaweza kusema unaweza kusema kwamba pengine ni tawi la muungano wa Afrika. Majeshi yalishindwa kuokoa lolote, kuokoa maisha ya watu. Tshisekedi akahangaika akasema acha nilete SADC imeshindwa kabisa kuokoa. Mwisho wa siku wote wameondoka, watu wanaendelea kukimbia, watu wanaendelea kuyahama makazi yao. Kwa hiyo unaweza kuona kiasi gani mgogoro wa DRC hasa mashariki mwa Kongo ni mgogoro mkubwa sana wa kimaslahi ya dunia, kwamba nchi jirani zinakwenda kuchota pale mali na hazitaki kuona kwamba Kongo inapata amani. Mataifa ya kimagharibi na mataifa ya Kiarabu yanakwenda kuchota pale, hayataki kuona Kongo inapata amani.
Kwa hiyo nadhani kwamba ni dalili tosha kwamba muungano wa Afrika, lakini vile vile suluhu kutokea ndani mwa Afrika wameshindwa. Wameshindwa kwa sababu gani? Huyu mgogoro unakwenda zaidi kabisa ya mipaka yao. Ni mgogoro ambao una maslahi makubwa sana ya kiuchumi. Wamejaribu pale ile kufuatilia mchakato wa pale Nairobi. Wamejaribu kufuatilia mchakato wa pale Angola. Lakini mwisho wa siku umeona rais wa Angola alijiondoa kabisa kuona kwamba mambo haya yana maslahi mapana makubwa zaidi, kiasi kwamba ni kama aliaibishwa Laurent manake kuona kwamba Angola ambayo muda mrefu ilidhani kwamba ingepata ufumbuzi wa hili swala, wakajaribu kuata kuchanga hizi process mbili ya Angola na Nairobi, lakini ikashindikana. Mwisho wa siku mambo yakahama yakaenda kule Qatar. Kwa hiyo nadhani kwamba ni dalili tosha ya kufeli kwa juhudi zote za kidiplomasia upande wa Afrika, na kuona kwamba mgogoro wa Kongo umetanuka zaidi na una maslahi makubwa hasa kwa vigogo wa dunia. Asante sana Ramadhan Kibuga. Mbelechi, kwa sekunde 30, je, hili swala la muafaka kupatikana Doha nje ya Afrika ni swala ambalo linazungumziwa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Watu wamehuzunishwa kwamba Umoja wa Afrika hauwezi kupata suluhu ya matatizo yanayokumba taifa lenu. Kumbuka kwanza rais wetu pia aliongoza Umoja wa Afrika, alikuwa rais wa Umoja wa Afrika, na kuona kama mgogoro wa DRC watu wameanza tafuta suluhisho nje, wanahisi ya kwamba si njia mzuri. Njia mzuri ni hapa ndani. Suluhisho kwanza ni ndani. Mnaweza kupata misaada au shauri za kutoka nje, lakini kupitia mchakato ambao mmeanza ndani. Lakini watu kabisa wameshangaa kuona ya kwamba mzozo wa DRC uwazi tatuliwa nje, kwa wakati wanahisi ya kwamba wale ambao wamekuja kuangalia namna gani kutatua mgogoro wa DRC ni wanakuja kuangalia faida ya kimadini tu, na cha muhimu ambacho watu wanapenda zaidi ni kutatua mgogoro huu ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ukisaidiwa na wana Afrika. Asante sana. Tunatumai kuwa juhudi hizi zitaleta hueni kwa watu wa mashariki mwa Kongo. Lakini hadi hapo tunafikia tamati mwa kipindi hiki cha Jukwaa la Waandishi. Niliwaalika mbele ya meza majadiliano waandishi wetu Mbelechi Msoshi akiwa Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mhariri wa vipindi vyetu Silvanus Karemera akiwa Kigali nchini Rwanda, na Ramadhan Kibuga akiwa Bujumbura nchini Burundi. Asanteni sana kwa kushiriki kipindi cha leo. Asante sana Kenny. Asante sana. Kwa niaba ya kikosi kizima cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, tunatoa shukrani za dhati kwa kujiunga nasi na kuendelea kuchangia matangazo yetu ya kila siku. Hii ndio sauti halisi ya Mwafrika, jukwaa linaloweka Waafrika katikati, mbele na nyuma. Tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta tu idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, tufuate na uwafikishie wenzako ujumbe kuwa hii ndio sauti yao. Jina langu ni Kennedy Wandera. Kwa heri kwa sasa.